Habari yako bwana Abed? Ni nzuri. Natumaini ni kwema kabisa. Tunamshukuru Mungu. Na maswali kadhaa. Na natumaini wewe ni mwimba injili. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Sawa. Kuna kisa kimoja cha Mfalme Suleiman na maswali kadhaa kupitia kisa chake. Ndio. Swali la kwanza. Hivi je, ni kweli Suleiman alioa wanawake 1000? Kwa mujibu wa Biblia alioa wanawake 700. Lakini kulikuwa na wale masulia. Tukisema masulia ni ile wanawake ambao sio rasmi, tunaweza tukasema kwamba ni michepuko. 300. Sasa ukijumlisha 700 na hao 300, wake zake walikuwa rasmi ambao walikuwa ni 700 na ujumlisha hao 300 ndio wanafika 1000. Kwa hiyo ni kweli, tunaweza kusema kwamba ni kweli alifikisha 1000. Na tunajua katika ulimwengu wa sasa hivi sio rahisi kufikisha wanawake 1000. Je, Mfalme Suleiman aliwezaje kufikisha wanawake 1000 na ni mbinu gani alitumia? Hapo sasa ndo tunabidi tujiulize kwamba katika dunia hii ya sasa mtu unawezaje kufikisha wanawake 1000? Yaani hata 700 tu. Kwamba huyu ni mbinu gani ambazo yeye aliweza kutumia? Unajua, jaribu tu kupiga picha. Hata baba zetu huko vijijini walikuwa wanaoa wanawake wengi, lakini utasikia kwamba alioa wanawake 10. Na akifikisha hata wao wanawake 10 tu, wenyewe unaona kama huyu mzee alikuwa ni noma. Yaani vijana wenyewe tunaanza kusema kwamba dingi alikuwa ni mwisho wa yote. Lakini sasa huyu Suleiman, mwanamke wa kwanza, wa pili, 100, 200, 300, 700 na hao masulia 1000. Hii ni idadi kubwa sana. Sasa naweza nikajiuliza kwamba ni mbinu gani alizoweza kutumia, ingawa hizo mbinu kwenye Biblia hazijaandikwa. Lakini mimi kwa mtazamo wangu kama mtoto wa kiume, ndugu yake Suleiman wa kujitolea, kwa sababu nawakilisha wanaume wengi, kuna mbinu kadhaa ambazo huwa zinaweza kutumika. Tukumbuke huyu mfalme Suleiman, kama tunavyomuita mfalme, alikuwa ni mfalme cha kwanza. Kwa hiyo mbinu namba 1 ambayo nimeiona hapa ni kwa sababu alikuwa na cheo. Hata kwenye maisha ya kawaida tu tunajifunza ya kwamba ukiwa ni mtu wa kuheshimika, wanawake utawapata. Hiyo ni mbinu namba 1, cheo. Hata kama si cheo, hadhi. Tafuta hadhi kwenye jamii. Uwe ni mtu fulani wa kuheshimika. Hakuna mwanamke ataweza kukataa. Na mbinu ya pili ambayo ninaiona, huyu jamaa alikuwa na pesa. Pesa ilikuwa ikiweza kuongea. Fikiria mtu kama unaweza kumnunulia mwanamke chakula, akala, akashiba, akalala, hawazi chochote. Hata kama wewe ungeoa wanawake 500, hata sasa hivi ulimwengu wa sasa, wanawake hawana wivu, brother. Unajua wanawake hawana wivu? Yaani ukitaka ujue mwanamke hana wivu, kuwa na pesa kwenye jamii. Ukishakuwa na pesa tu, hata kama mwanamke anajua kabisa kwamba wewe una michepuko hata 10, atakuja yeye atakuwa mchepuko wa 11. Hata kama anajua una wanawake na anaweza akajiiba akawa mchepuko na anajua wewe na mwanamke. Kwa hiyo kwao sio issue. Kwa hiyo hii mbinu pia ya kuwa na pesa, ili mradi tu uwe na uwezo wa kumlisha mwanamke, kumtoa out, kwenda kumpa vichipsi, ale vichipsi ashibe, uwe na uwezo hata wa kumvalisha mavazi avae, apendeze, uwe na uwezo hata wa kumtoa kumpeleka Mlimani City avae vizuri. Hiyo mwanamke kwake ni kama vile umerahisisha, njia zote zimekuwa sawa. Mbinu nyingine ambayo alitumia Suleiman ni nguvu ya kisiasa. Unajua huyu pia alioa wanawake wengi kwa sababu alikuwa anahitaji kujijenga kisiasa. Hao wanasiasa nao wana mambo mengi sana. Na ndio maana tunasikia skendo nyingi kwamba wanatembea na mabinti wengi sijui nini. Lakini ni kwa sababu wao pia
wamejijenga na wana ile power. Sasa hivi kuna kitu tunasema kwamba kuna power. Wengine wanasema wanaishiwa power. Lakini sasa hawa hawajaishiwa power, hawa wamejenga power. Ninaweza nikasema hizi mbinu ndizo zilizomfanya huyu Suleiman kuwa na wanawake wengi. Unajua idadi ya wanawake 1000 sio ndogo. Wewe unaweza hata ukafungua WhatsApp group kwa wanawake 1000 tu. Sasa hivi kuna group ambalo mimi niko nalo la kanisani. Group member tu wako 300 na kitu, lakini huwa tunaona ni wengi. Lakini sasa huyu, imagine tu unafungua group lina wanawake 1000, alafu wote ni wake zako. Na wao ni wivu. Wote mle wana chati. Sijui wanakuwa wanaitanaje pale kwenye kuchati. Yani hapo najaribu kufikia wanakuwa wanachatije 1000. Kwamba mke namba 2. Mfalme hata akitaka kuagiza menu mle anaandika tu pale kwenye group. Wanawake 1000 wanaanza kushindana kama vile wako hoteli. Kila mtu anatuma menu yake, atakayeshinda ndiko mfalme anaenda kula. 1000. Unaweza kutumia kama advantage. Ukifungua hata channel ya YouTube, hawa wanaweza kuwa subscribers wako wa kwanza na YouTube wakakulipa. Na ukimwambia kila mwanamke atazame tu angalau hata kitu kwa dakika 1 na ukaongeza, yani 1000 ni wengi. Sasa kwa nini sisi vijana wa sasa hivi tunafeli hapo? Lazima tujifunze maneno, kuwa na maneno. Unajua yule mfalme alikuwa na maneno matamu. Alikuwa na maneno matamu sana. Sijui unibusu na nikubusu. Yaani ukisema ule wimbo ulio bora, yani mpaka unakuwa unasema tu kwamba hivi huyu jamaa akiwepo hata kwenye ulimwengu wa sasa atatumalizia wanawake wote. Na kama light asingelimwahi Roho Mtakatifu, tungempoteza Suleiman. Yaani bora hata mfalme Roho Mtakatifu alimuwahi ili aweze kupona, maana vinginevyo tungekuwa tunazungumza mengine, isingekuwa 1000, labda hata angekuwa anaelekea 100,000. Hata angalia tu kuna jamaa mmoja sasa hivi ulimwengu wa sasa hivi anaitwa Baltazar. Huyu alikuwa anaelekea kwenye nyayo za huyu mfalme Suleiman. Yeye alikuwa nao 400. Nasema tu hapo video zikavuja. Sasa imagine ingekuwa imeendelea kuwa siri. Angekuwa sasa hivi tunaongelea habari nyingine. Yuko na 800 sasa hivi huenda. God have mercy upon us. Kwa sababu sitaki kuamini kwamba wanawake wote hao walikuwa wajui kama Suleiman alikuwa ana wanawake wengine. Ila tu ninachoelewa ni kwamba hata wazazi pia ukiwa na ushawishi wa hivyo vitu vitatu, siasa, pesa, na nguvu ya kuheshimika katika jamii, hata wazazi waka wanawataga binti zao kirahisi tu. Sema tu wale wagumu wazazi ambao wanakuwa wagumu kuwatoa binti zao kwenda kuolewa na matajiri, labda ukiwa hauna pesa. Hapo hata mzazi anaweza asifikiria hata kukupatia binti yake, akupe ili ukafanyaje, ukamuue binti yake. Lakini kwa watu wenye pesa always wanasema hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Nadhani hizo ndio mbinu ambazo zitumika sana sana. Asante. Na tunaangalia pia twende katika dunia sasa hivi. Tuzungumzie wanawake. Mwanamke akiwa na jamaa yake na akiona jamaa yake na mwanamke mwingine, inakuwa ni balaa zito sana. Yeah. Balaa zito sana. Sasa unawazungumzaje wanawake katika kipindi cha Mfalme Suleiman? Katika kipindi hicho unawazungumziaje? Kwa sababu kama kweli walikuwa wanajuana wanawake 1000, waliwezaje kumanage hiyo jambo la kuwa na huyo Mfalme Suleiman kuwa sawa, ni wa kwetu na tushakubali ni wa kwetu, tunampenda? Kwanza lazima uwaelewe wanawake. Mwanamke ukijitahidi kumuelewa anaweza kuchanganya, kwa sababu mwanamke anaweza akalalamikia usaliti kwamba unamsaliti, lakini anapolalamikia usaliti ni kwa sababu tu hauna chochote ambacho unaweza ukampa ofa. Yaani hakuna chochote ambacho unaweza ukamuofa. Lakini mwanamke waga ali usaliti pale anapopa anatunzwa vizuri. Mwanamke akitunzwa vizuri, hata kama ukiwa nao 12 na wote wakajuana, kwa hamna shida. Hata kama ungekuwa nao wengi, wanawake sio rahisi sana kuzungumzia usaliti endapo una kitu. Lakini kapuku, wewe, sijasema wewe sasa ndo kapuku. Kwa mwanaume yoyote ambaye hauna kitu chochote cha kumuofa, hautoe hata hela matumizi, na bado umsaliti, hapa hata wewe dawati la jinsia utapelekwa.
kwa sababu wewe ni baba wa ovyo. Lakini imagine kwa Suleiman anaoa wanawake 1000 na wote wanajuana, na huyu ni mfalme na media zinatangaza kwamba mfalme ameoa, lakini bado hakuna ambaye anaweza kumwonea mwenzake wivu. Kwa mfano, ukianza kufikiria kwa kina katika ulimwengu wa sasa na ule wa Suleiman, kwa ujumla wanawake wote naweza nikasema ni wa aina mmoja. Kwanza, mwanamke ni kama si mjanja. Ana ficha nyingi. Yaani kila unapojaribu kuangalia ficha hii, unaona kila ficha inafaa. Yaani smartphone unajua ina features nyingi. Kwa hiyo mwanamke anaweza asielezeke. Kila ficha inaweza ikafaa kwa matumizi yake. Kwa hiyo ndipo ninavyoweza kusema kwamba hata wanawake wa kisasa ukijaribu kuwa study sana unachanganyikiwa, kwa sababu kila ficha alionayo leo unaweza ukasema kwamba labda niwe na yeye tu. Ukiwa na yeye tu, naye anaweza sikuelewe. Ukiwa na mwanamke mwingine, naye anaweza sikuelewe. Ukijitahidi kukaa kutulizana, naye hakuelewi. Anaanza kuleta chokochoko. Ukiwa mkorofi, naye hakuelewi. Kwa hiyo hapo nabaki tu unasema kwamba ni Mungu peke yake ndiye anayeweza kukusimamia wewe kupona katika hilo. Pia mwanamke ni kama maji ya moto. Ukiyanywa kwa haraka unaweza ukaungua. Ukiyapooza pia yanaweza yakawa ni mabaya. Yani kwa ujumla ni kwamba pia naye hayaeleweki. Ukinywa ya moto sana yanakuunguza. Ukipooza yakiwa ya baridi nayo hayapendezi. Jambo lingine, mwanamke ni kama umeme wa TANESCO. Wakati ambapo utegemei kwamba hapo utakatika, ndipo napokatika. Wakati ambapo unasema kwamba hapa sasa ndio unaweza ukakatika, haukatiki. Kwa hiyo mwanamke kiufupi ni kwamba haeleweki. Hata wanawake wa sasa, ulimwengu wa sasa wamekuwa na changamoto nyingi. Kuna muda hata sisi kanisani kwetu wote tunajaribu kudiscuss hizi mada za wanawake. Utaona tu wanalalamika, wanaume hivi na hivi na hivi. Lakini wanakuja kulalamika hivyo, hao wanatongozwa na wake na wanaume za watu. Wanawakubalia. Lakini wakija kuumizwa, ndipo wanapokuja kulia kwamba sijui wanaume wa watu wanatongoza mabinti. Ulipokuwa unatongoza ulikuwa hujui kabisa wewe ni mume wa mtu. Yaani pale anapokuja kuumizwa ndio anapokuja kuleta malalamiko yake. Lakini alipotongozwa hakuleta malalamiko yote hayo. Kwa hiyo wanawake kiufupi ni watu ambao ukijaribu kuwa study sana nao hawaeleweki. Ndio hivyo tu. Nimefurahi kwa majibu yako. Swali la mwisho. Nini sasa unazungumzia katika uwepo wa sasa? Unawazungumziaje vijana wa sasa kwa kupitia kisa cha Mfalme Suleiman? Ushauri wako kwa vijana wa sasa? Vijana mimi naweza kuwashauri tu ya kwamba tujitahidi tu kuendana na uhalisia wa sasa. Ni kumwomba tu Mungu. Yaani hatuna njia yoyote, mbinu yoyote eti kwamba mimi naweza nikawa bora sana, nikamstadi mwanamke hivi, nikamtunza mwanamke jinsi atakavyo. Hakuna. Yaani hata Suleiman mwenyewe mwenye hekima zake na wenyewe waliweza kumchanganya. Akabidi tu arejee kwa Mungu. Yaani haliona hamna jinsi. Akarejea kwa Mungu, akasema tu Mungu, nimekosa mimi. Nimekosa sana. Walimchanganya pamoja na hekima yake aliyokuwa nayo katika dunia hii, pamoja na utajiri wake, pamoja na ufalme wake, pamoja na nguvu yake, lakini bado waliweza kumchanganya. Mimi vijana ninachoweza kuwashauri tu ni kwamba tumtegemee tu Mungu. Hamna ujanja zaidi ya hapo. Hata kama ungelijiona nani, bado ungeliweza kuchanganyikiwa. Mwanamke si walaumu wanawake na wala si criticize wanawake, lakini ndio uhalisia kwamba mwanamke ni kiumbe asiyeweza kutabirika. Badala yake ni kumwomba Mungu tu. Asante. Nashukuru sana kwa kuzingatia maswali yangu vizuri, na nashukuru sana kwa kuelimisha watu. Asante sana. Karibu sana. Asante.